Hali gani mwanafamilia? Sasa tukiangazia kunako mpira miguu, yani football, ni kwamba kama tunavyofahamu tunaelekea ukingoni mwa msimu, kumalizika kwa msimu wa 24 25 wa ligi kuu Tanzania bara, na mechi kadhaa au timu kadhaa zimebakisha mechi kadhaa kwa ajili ya kuhitimisha msimu huu wa ligi kuu Tanzania bara 2024 2025, na miongoni mwao ni pamoja na klabu ya Young Africans ambao yeye hivi sasa kabakisha michezo michache ukilinganisha na wapinzani wake ambao ni Simba Sport Club ambao wenyewe wamebakisha michezo kadhaa ambayo tunasema kwamba ni viporo. Kwa hiyo naweza kusema kwamba ligi kuu inaelekea mwishoni kabisa. Kwa hiyo tukiwa tunaelekea mwishoni, vilabu kadha wa kadha vimekuwa vikifanya sajili au vikifanya maandalizi ya kufanya sajili za uhakika ili kufanya maandalizi ya msimu mpya utakaofuata, kujihakikishia kuwa na wachezaji ambao wanaamini watafaa na wataweza kuitumikia klabu na waweza kuisaidia klabu kufanikisha kile ambacho matarajio makubwa na zaidi ni kunyakua vikombe vingi au kunyakua mataji mengi kwa ajili ya kuweza kuipaisha klabu na kuifanikisha malengo yake. Na tukiangazia kunako klabu ya Young Africans ambapo kuna wachezaji kadha kadha ambao wamekuwa wakihusishwa na masuala mazima ya kusajiliwa na wengine kuuzwa kunako klabu hiyo, na miongoni mwao ni pamoja na mchezaji Stefan Aziziki ambaye kwa upande wake amekuwa akihusishwa kwamba kuna uwezekano mkubwa Wydad Casablanca wakaweza kumnunua mchezaji huyo, na inaelezwa kwamba klabu hiyo imedhamiria dhahiri kabisa kuhitaji saini mchezaji huyo, na kwa hali yoyote ile hii ni kutokana na namna ambavyo amesaidia klabu ya Young Africans kufikia mafanikio hadi hapa ambapo wamefikia. Na tukiangalia kuna takwimu ni kwamba klabu ya Young Africans imekuwa na mwendelezo mzuri kunako ligi kuu na baadhi ya mashindano kadha wa kadha, tukiachilia mbali mashindano ya klabu bingwa barani Afrika, ijapokuwa Young Africans kwa bahati mbaya naweza kusema kwamba hakuweza kuendelea na badala yake walitolewa, lakini kutolewa kwao hakukuwafanya wakawa wanyonge zaidi ya kwamba klabu ambayo ikawa na mwendelezo mbovu. La hasha, basi klabu ya Young Africans imekuwa na mwendelezo mzuri kwa kipindi chote, na hiki kimekuwa kikihusishwa na baadhi ya wachezaji ambao wamekuwa wakitumikia klabu hiyo kwa mapenzi na dhati, na tunaweza kusema kwamba miongoni mwa wachezaji ambao wameipa nguvu ukitaja mafanikio ya Young Africans hivi karibuni, basi siwezi kumtaja mchezaji kama Aziziki. Ametoa mchango wake mkubwa sana kuna klabu ya Young Africans. Kwa hiyo mchezaji huyo baada ya kuwa na performance nzuri, vilabu kadha wa kadha ambavyo vilikuwa vikimhusisha kuhitaji saini yake, ikiwemo klabu ya Mamelodi Sundowns, ijapokuwa Mamelodi Sundowns walikuwa wanamhitaji sana hapo kipindi cha nyuma, lakini